Kwa majina naitwa Peter Kivuva, mkaaji wa hapa Kulamawe, na mimi ni mfanyabiashara hapa. Jana jioni tukiwa hapa mvua ilianza kunyesha na maji yakaanza kuja na kidogo kidogo yakaanza kufurika. Maji yakajaa yakaanza kuingia kwa manyumba na kukawa na uharibifu mkubwa sana. Maji haya yalikuja kwa vishindo sana, ni kwa sababu imebeba vitu za watu, imeingia kwa maduka, imeharibu vitu. Kwa hivyo watu wameenda hasara kubwa, na kwa hivyo na hata wewe ukiangalia tuko katika hali mbaya hapa, watu wameathirika sana. Jioni tukiwa hapa, wakati maji yalikuwa yanateremka, kuna mtoto alionekana kwa maji akiwa amesombwa na maji na hakuokolewa. Ni kwa sababu inahofiwa kwamba alikuwa ameshaaga dunia. Maji yalikuwa mengi sana na yalikuwa yameenda kwa mwendo wa kasi sana, na kwa hivyo pia kuokoa mtoto kama ule pia ni kuhatarisha maisha mengine, sababu tayari mtoto alikuwa ameaga. Na kwa hivyo kuingia kwa maji, hata wewe unaweza sombwa, sababu maji yalikuwa yametembea kwa mwendo wa kasi sana. Kwa majina kamili naitwa Stephen Mwit, mkaaji wa Soko Mjinga, Mlapesa Ward, ambaye mimi ni area manager wa kijiji ya Soko Mjinga. Jana jioni tuliweza kupatikana na maji ambayo ilikuwa imetoka sehemu za Meru, lakini kwa tatizo kubwa zaidi ambayo tumekuwa naye hapa mara kwa mara, hii maji imekuwa ikiingia mara kwa mara. Kila wakati sisi ni mvua, maji inaingia. Na tumejaribu kufuatilia kwa mara mingi kwa sababu ya zile drainage. Tumetoka hapa tumeenda kwa municipality tukizungumzia zile drainage siweze kufunguliwa kwa sababu ya tahadhari kama hiyo, lakini hajawahi serikali ya county government hajawahi wajibika hata wakati hata mmoja. Leo hii tuko hapa wakati ambao walikuwa wanatengeneza ile bridge. Tuliwaelezea ni vizuri na ni vyema area hiyo tutengenezee box karabati, lakini waliweza kutengenezea karabati kidogo ambayo inaingisha maji yake ikuje kifurika pale inatambaki ingia maplot za watu. Hiyo uharibifu imetokana na poor drainage, kwa sababu ingekuwa zimefunguliwa na hiyo karabati imewekwa box karabati hatungeweza kuadhirika. Maana tukiangalia sehemu zile zingine kama bridge Fakil ama Savia State, bridge zao zimeinuliwa, lakini hapa Soko Mjinga iko chini zaidi. Hiyo nimeteleta tahadhari na si mara moja, na tumehangaika mara kwa mara. Mimi kama area manager wa area hii ni around 200 families zile ambazo zimeathirika, more than 200 families zile zimeathirika kutoka pale Moko mpaka Kulamawe. Maana si area moja imeathirika, wote wameathirika. Leo hii tukiangalia wiki moja imebakia, tuko mbioni watoto kurudi shule, na familia nyingi zimeathirika kabisa, hakuna kitu hata kidogo ambaye kimebakia. Tunaomba msaada wa dharura waweze kusaidiwa, kwa sababu kwa sababu msaada hata sijui kama watoto watarudi shule. Sasa tukiangalia wanahitaji mandawa, wanahitaji chakula, wanahitaji hata blanketi pia wasaidike naye, kwa sababu hawana kitu kusaidia naye. Wengi wamelala nje, nyumba zimebomolewa na wao ni walala hoi, wengi ni watu wa jua kali. Leo hii hakuna kitu hata kimoja wako nayo kujilaza ndani ya nyumba zao. Kwa hivyo tungeomba msaada wa dharura, ikiwa imeongozwa na area MCA wa area hii ambaye ni Bwana Waithaka, mpaka sasa hajafika area hii kwa kufariji watu, kupenda kujua watu wake wako namna gani. Kwa MP ni hapa jirani, tuko na senator, tuko na governor, na wote hakuna mtu hata mmoja amewajibika. Kwa hivyo tungeomba kama ingewezekana hao watu wasaidie wakaaji wa area hii haraka iwezekanavyo, kwa sababu utaweza kuathiri maneno mingi zaidi. Kwa majina naitwa Sharon Mukiri, mimi ni mkaaji wa hii area ya Soko Mjinga. Jana mvua vile ilinyesha tumeathirika sana, vitu zilienda na maji. Kama mimi baadaye nafanyanga biashara ya hoteli, masufuria, vikombe, sahani, mimi hakuna kitu nimeachiwa, zote zilienda. Hata ukiniangalia vile niko na matope, tulikuwa tunajaribu kuokoa zingine asubuhi na zimeharibika zote, zimebebwa na maji. So tunaomba serikali itusaidie, kama kuna vile ingeweza kutusaidia tusaidie tu. Juu kuna manyumba zingine zimeingia maji, watu hata wako na watoto hawana chakula, hawana mahali ya kulala, vitanda zimeenda na maji, yani kila kitu imeenda, tuko tu. Mimi ni meza, viti, masufuria, chakula, yote mimi niko tu vile niko ndivyo nimebaki. So tunaomba serikali tusaidie kwa haraka, sababu mambo kama hii inakujanga, mnaambiwa mtasaidiwa, mnakuja mnaandikwa majina sinaenda, mnangoja na hakuna kitu inakujanga.
So tunaomba serikali tusaidie. Kwa majina naitwa Patrick Arethi na ni mimi mwenye hii nduka ambaye tumeadhirika na maji. Actually nimepata hasara kubwa sana hapa. Kiangalia kama hapa kuna mbanda za unga, kuna michele ambayo imeharibika huku ndani, kuna sabuni, kuna spaghetti, kuna vitu mingi, na hata huku ndani kuna ngunia za mahindi, kuna za jage ambazo zimeharibika. Actually nimepata hasara kubwa almost 60,000 hapa. Kwa hivyo ninaomba serikali yetu ishughulikie kama ni Isiolo tupate drainage, maana hapa shinda ya hapa Isiolo ni drainage, hakuna drainage. So tunapaswa tutengenezewe ili watu wasipate hasara nyingine kama hii, na ninaomba serikali pia ipate kutuangalia, maana tuna majukumu mingi ambayo tunatekeleza katika familia. Kwa hivyo kwa hayo machache mimi nasema tafadhali kabisa, kama ni serikali kuu ama kama ni serikali ya kaunti, Kayole angalie, maana Isiolo inaonekana iko chini juu, na hapa unaona ni kama shimo. Kwa hivyo sasa hatukuweza, hakuna mtu angeweza kuingia hapa sababu maji ilikuwa inakuja kwa kasi sana kutoka pande za juu huko. Kwa hivyo sasa wakati nimekuta chakula yote liko maji, sijui nitaanza wapi, sijui nitafanya nini. Kuna watu walikuwa na onda zao, sijui naenda kuambia nini, kwa sababu sasa niko stranded, sijui. Winnie Munjure. Yes. Wajua saa hii siwezi nikahesabu sababu nimefungua tu saa hii. Hapo kuna kama 300,000 hapo. Naitwa Rusia Manyara. Jioni yenyewe mvua ilianza kunyesha kidogo kidogo, hata kuona bila yenyewe kama itakuwa mbaya. Lakini kukifika saa 2 saa 3 mpaka yenyewe inakuja ile mpaka asubuhi, lakini ile ilikuwa nyingi. Ile ilikuwa nyingi ya saa 4 saa 5. Ilianza kumomoa. Tukashindwa. Usiku wenyewe nilibebwa na wakijana wakaniweka kwa kitanda iko na maji, iko ndio nililala na maji mwenyewe. Na mimi nikiwete, sio naona bila si ya watu na kitu hata chakula ya kukula. Hata nini unaona bila na ilifungana pale. Unaona bila ilifungana pale mpaka ikaenda yote. Nikawacha hata hii nguo niliweka, nilikuwa matope mimi, hata mimi mwenyewe. Nilikuwa hata matope, nimeshindwa hata na kuongea, ni wakijana walinibeba. Hapana, hakuna. Tangu nikaishia miaka 40 hakuna imeingia kama hii. Imeshindi kabisa tangu wenyewe niingia hapa Isiolo nikiwa msichana mdogo, hii ingia hivi. Hapana. Mimi nataka kuambia serikali nisaidie tu kama wanaweza kusaidia mama kama mimi. Sina mwenyewe, sina nini. Kama watanisaidia. Nyumba one vile inamamoka. Majina naitwa Mary Njeri. Mimi mkaaji hapa Soko Mjinga. Na jana usiku tujaiona na maneno kama hii. Nimekaa hapa Isiolo miaka 40 na nimeishi kukaa hapa, lakini ile madhara imefanyika jana hatujaiona, kwa sababu nyumba zimeenda, vitu zimeenda, maduka wa vitu vimeenda, watu wengine hata wana pali ya kulala, wameadhirika, ile haionekana. Ile kitu nasema hata kanisa, hii ni kanisa iko hapa. Sasa mnafunika kanisa. Kanisa haionekani, mkifunika kanisa huko. Kanisa walichukua. Sasa hata kanisa ilienda. Sasa sisi kama washirika wa Jesus Covenant Ministry, kesho hatuendi kanisa, tutakaa nje. Ile ningeomba serikali, kwa sababu tulichagua hii serikali na haki moja, na ikasemekana serikali hii ni ya wanyonge na ni wa mama boga na ni bottom up. Sasa sisi tangu tukaa hapa Soko Mjinga tujaifurahia hii serikali, tujaiona kitu, tujaiona matunda, kwa sababu kama rasia part 1 2023 tena kuliaridhika, nyumba kama hizi silienda, hakuna mtu alikuja, hakuna kitu iliendelea. Hii barabara hii hapa yote watu vitu imebebwa. Ile kitu tungesema serikali, kwa sababu tunajua kuna pesa inatengagwa ya dharura
ya dharura ya kusaidia maskini. Hiyo pesa tunataka wakuja watusaidie sisi hapa soko Mjinga. Kama ni chakula, maduka kuna kitu iko kwa duka. Chakula yote imeenda kwa maduka, vitu imeharibia, milioni ya pesa imeenda. Nyumba zimebomolewa. Ile kitu ningesema kuhusu kanisa. Tunasikia watu huko juu kama rais wetu anachangia kanisa. Tunawaomba wateremke Isiolo. Isiolo hakuna kitu tunapata. Serikali kuja itusaidie. Kwanza mimi nasema kwa sababu kila siku Jumapili wanaenda harambee kuchangia makanisa. Sasa hii wateremka upande Isiolo wakuja wajione ile kitu iko Isiolo. Kitu kingine ni njaa. Isiolo tuko na njaa ile hakuna chakula. Kama maduka vitu yote imebeba tutakula nini? Watu watauza nini? Mtu alikuwa na kazi yake sasa hakuna kazi. Lakini tuwezi laumu kwa sababu ya maneno ya Mungu. Hakuna mtu anaweza toa Mungu makosa. Lakini kwa sababu kuna pesa ya dharura. Pesa iteremke hapa Isiolo haraka. Tena hii daraja ilijengwa mbaya. Hii daraja kumejengwa hata sasa ile kulikuwa kuna daraja kujaifanyika hii madhara. Sasa ile kulikuwa ile aga peke yake. Lakini hii daraja isijui ikuja irekebishwe, iwekwe juu. Ipanuliwe kabisa kwa sababu sasa hii vitu imewekwa hapa katikati ni kidogo kulingana na vile maji na itoka huko Isiolo. Box karabati. Na in jumla kuna pesa yote imeadhirika. Hata tunasikia huko juu sijui kama watu wameenda kila kona yote, si hapa peke yangu, hata huko. Yaani kama ni waheshimiwa wetu tuliwachagua kwa sia gavana kuteremka chini, wakuja watembee Ibura pesa waone vile tuko. Kwa sababu wakati wakula anakuja kutuomba makura zetu. Wateremke waone ile kazi imefanyika hapa na vile tumedhulumika hapa.